Baada ya kukubali kichapo cha bao 1-0 katika uwanja wa New Amani Zanzibar, ni wazi kuwa kwa sasa ni moja kati ya mchezo unaosubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa timu zote mbili, kwani ni wakati ambao timu zote zinaenda kuandika historia kubwa kwenye safari hii ya kombe la shirikisho la Afrika kwa msimu huu wa mwaka 2024-2025. Wakati Stellenbosch FC walipofuzu kwa kombe la shirikisho la CAF msimu huu, wachache waliamini wangefika mbali. Wengi waliwadharau hata kabla ya hatua ya makundi. Lakini chini ya uongozi makini wa Steve Barker, Stells wamegeuka kuwa mfano wa imani, nidhamu na soka lisiloogopa. Ushindi wao dhidi ya Zamalek, mabingwa watetezi na washindi mara 5 wa bara, haukuwa tu mshangao, ulikuwa ni mtetemeko mkubwa uliotikisa soka la Afrika. Ushindi ule jijini Cairo haukuwa tu kwa sababu ya mbinu nzuri, bali pia kwa nguvu ya kisaikolojia. Ilikuwa ni bao la Sihile Nduli dakika ya 79 lililovunja ndoto za mabingwa hao kutetea taji. Sasa wanarejea nyumbani kutoka katika uwanja wa kimataifa wa Cairo, wakijiandaa kwa dhoruba nyingine, safari hii kutoka upande wa mashariki. Simba aliamka. Wanasoka wa Tanzania mbele ya mashabiki waliokuwa na shauku kubwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa walifanya miujiza kwa kupindua kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Al Masry ya Misri. Magoli ya Elie Mpanzu na Steven Mkwala yaliipeleka mechi hadi mikwaju ya penalty, ambapo Simba walionyesha utulivu na ubora kwa ushindi wa penalty 4-1. Njia yao hadi nusu fainali imepitia moto, na ni wazi hawariziki tu kwa kufika hatua hii. Hii ni klabu yenye ndoto, muundo na njaa ya kurejea kileleni mwa soka la Afrika. Wanaweza wasiwe wageni katika hatua za juu za mashindano ya CAF, lakini bado hawajaonja ubingwa wa bara. Ndio maana wanapambana kweli kweli kuhakikisha kuwa wanashinda mchezo unaofuata ili wafuzu fainali kwa kushinda mechi zote mbili. Utofauti wa dunia mbili unagongana. Mchuano huu unaleta mlingano wa kipekee, ujana wenye hamasa dhidi ya uzoefu wa bara. Stellenbosch FC ilianzishwa miaka 15 tu iliyopita, na ambayo ndio timu ya kwanza inaanza kung'ara Afrika ya Kusini, haijawahi kufika hatua hii. Kikosi chao kina vipaji vipya, nidhamu ya kimfumo na roho ya kikosi kisicho na cha kupoteza. Kwa upande mwingine, Simba ina historia ndefu tangu mwaka 1936, ikiwa na uzoefu mkubwa wa bara. Wao hubeba mzigo wa matarajio, lakini pia kinga ya utamaduni na makovu ya kampeni nyingi za CAF. Lakini nusu fainali hii ni zaidi ya mechi ya soka, ni pambano la ishara, kama hadithi ya Daudi dhidi ya Goliati, na upande mmoja ukiwa na ndoto na mwingine ukiwa na hitaji la kuendeleza urithi. Nyota wa Stellenbosch, imani, uvumilivu na umeme wa Nduli. Nguvu ya Stellenbosch iko katika mshikamano wa timu. Steve Barker ameunda kikosi kisicho na majina makubwa, lakini kinachotegemea nidhamu ya kiufundi na ustahimilivu. Safu yao ya ulinzi ilionyesha uimara dhidi ya Zamalek, itakuwa muhimu tena hasa dhidi ya safu ya ushambuliaji ya Simba. Katikati ya uwanja, Sihile Nduli amegeuka kuwa moyo wa timu. Bao lake la mwisho kule Cairo halikuwa tu la kihistoria, lilionyesha namna mchezaji mmoja anavyoweza kubadilisha hatima ya timu. Tarajia awe na mchango mkubwa katika mashambulizi na uhamishaji wa mpira. Mbinu za Simba, Mpanzu, Mkwala na shinikizo la kiungo. Simba wanaingia kwenye mechi wakiwa na morali ya timu iliyokaa kutoelewa. Elie Mpanzu ana ubunifu wa kasi inayoweza kufungua ngome imara, huku Steven Mkwala akiwa tishio kubwa kwa mipira ya juu na uwezo wake wa kumalizia. Shinikizo lao katikati ya uwanja, likiungwa mkono na mabeki wa pembeni kwenye nguvu ya falsafa ya kushambulia kwa kasi, huwafanya wawe hatari sana kwa wapinzani. Hata hivyo, watapaswa kuwa makini na mashambulizi ya kushtukiza ya Stellenbosch, somo ambalo Zamalek walijifunza kwa uchungu. Mbinu dhidi ya mila. Kimbinu, mechi hii ni vita kati ya falsafa mbili. Steve Barker anatarajiwa kuendelea na mtindo wa kujilinda kwa umakini, wakikaa nyuma, kuvuta shinikizo na kutegemea mashambulizi ya mpito. Hii ilifanya kazi vizuri dhidi ya Zamalek, lakini dhidi ya Simba ambao wanacheza kwa kasi na huwapasua wapinzani kwa mapana, margin zitakuwa ndogo zaidi. Simba chini ya kocha Fadu Davis kutoka Afrika Kusini wanatarajiwa kutawala umiliki wa mpira, hasa katika mechi ya kwanza ugenini, lakini hapo ndipo wanatakiwa kuwa makini. Stellenbosch kupenda nafasi ya kuwa underdogs
na hupenda kushambulia kwa kushtukiza, hasa wanapoachwa bila mzigo wa kutawala mchezo. Dakika 90 za kwanza zilishuhudiwa katika uwanja wa New Amani Zanzibar kati ya Simba na Stellenbosch, ambapo Simba tayari yuko Afrika ya Kusini akisubiri mchezo wake wa mwisho kujua hatima yake ya kwenda fainali au ataishia nusu fainali. Ameenda Afrika ya Kusini akiwa na mtaji wa bao 1-0. Mechi ni ngumu na yenye ushindani, ila kama ningepata nafasi ya kushauri Simba kuelekea mchezo wao dhidi ya Stellenbosch, ningewaambia wasichukulie matokeo ya bao 1-0 kama tayari wamemaliza mchezo na kudharau timu pinzani, ila iwe fursa ya kuwapa motivation na kutafuta matokeo mazuri ya kuwaweka pazuri zaidi, huu wakitafuta matokeo na kujiwekea umakini wa juu sana ili kujilinda. Na hii ni Spoti Mtaa TV. Mtazamaji wetu, endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu kutoka hapa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kwa habari kemkem za michezo.